Hello familia, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penike Afya, na leo naongea na mama mjamzito ambaye ninataka leo tuelewane vizuri. Je, wewe ni mjamzito na uko wiki ya 28, 32, 33 mpaka 35 na unasikia maumivu ya kiuno yanayokusumbua sana kwa hizo siku? Je, unajiuliza kwamba ni kawaida au ni dalili ya tatizo? Leo tutazungumzia sababu ya maumivu ya kiuno katika miezi mitatu ya mwisho wa kujifungua. Ni lini unapaswa kumwona daktari? Kaa nami kwenye video hii ili uwe kujielewa kwamba una tatizo au ni swala la kawaida au umefikia muda wa kwenda kujifungua. Hii itakusaidia sana kujua kwamba uko kwenye hali gani, kwamba unatakiwa ufanye nini. Maumivu ya kiuno katika miezi mitatu ya mwisho, unaweza ukajiuliza kwamba ujauzito unaweza kuanza wiki 28 mpaka 40 mpaka wiki 40. Katika kipindi hiki mwili wa mama mjamzito hupitia mabadiliko makubwa sana, na hii inatokea kwamba mtoto anakuwa anaongeza uzito, mtoto anakuwa. Kwa hiyo kadiri mtoto anavyokuwa, ni moja ya malalamiko ambayo yanajirudia sana ya maumivu ya kiuno. Lakini ni kwa nini hutokea zaidi wiki ya 28, wiki ya 32, wiki ya 33 mpaka wiki ya 35? Leo tuangalie sababu ambazo zinakufanya upate maumivu ya kiuno kati ya hizo siku za mwisho wa kujifungua. Sababu ya kwanza ni kuongezeka kwa uzito wa mtoto, kwamba kadiri ujauzito unavyozidi kuendelea, mtoto hukua haraka zaidi, na uzito huu huongeza shinikizo kwenye mgongo na chini ya kiuno. Kwa hiyo hii ni hali ya kawaida inayosababisha misuli na mifupa kufanya kazi zaidi kubeba uzito huo. Lazima mtoto akiwa anaongezeka utajisikia tu umekuwa hivyo. Lakini sababu ya pili ni homoni ya relaxin. Mwili wa mama huanzilisha homoni itwaye relaxin, ambayo hii homoni inasaidia kulegeza viungo na mishipa ili kuandaa mwili kwa ajili ya kujifungua. Kwa hiyo hali pia itakufanya kulegea, inaongeza kufanya kiuno kuwa dhaifu na kusababisha maumivu kwa kipindi hiko. Lakini pia sababu ya tatu, tunaangalia mabadiliko ya mkao, kwamba kadiri tumbo linavyozidi kukua, mama hubadilisha mkao bila kujua. Kwa hiyo hii inaweka pressure. Unaweza ukajikuta una pressure kubwa kwenye mgongo wa chini na kusababisha maumivu ya kiuno. Lakini tatizo jingine ni shinikizo la mtoto kwenye mifupa, kwamba katika ile wiki ya 32 mpaka 35 mtoto anaweza kushuka chini kidogo na kuelekea kwenye nyonga. Kwa mtoto lazima atakuwa anakufanya wewe kiuno chako kinapata maumivu, na hii inaweza kuwa kwamba kuna bana kwa mishipa fulani hivi na kusababisha maumivu yanayoweza kusambaa hadi kwenye mapaja au miguu. Kwa wakati mwingine mtu mwingine anaweza akajisikia mapaja yanauma, miguu inauma. Ni hilo tatizo, kwamba shinikizo la mtoto kwenye mishipa, unajikuta unapata hayo maumivu. Lakini wakati mwingine hali hii inaweza ikakutokea kwenye hizo miezi mitatu ya mwisho. Na sababu ya tano ni katika hii miezi ya mwisho mama anaweza kupata mikazo ya maandalizi wakati wa kujifungua, lakini mikazo hii inaweza kuleta hisia ya maumivu ya kiuno, mgongo wa chini, lakini si uchungu halisi wa kujifungua. Hiyo inakuwa inakuandaa kwamba unaelekea kufikia hatua ya kujiandaa. Utajuaje kwamba hayo maumivu ni ya kawaida au sio ya kawaida? Wasiliana na daktari kama makali sana na hayaishi, au una homa, au unatokwa na damu, au unahisi maji yanavuja ukeni, muone daktari. Hizi zinaweza kuwa dalili za uchungu wa kujifungua kabisa. Jinsi ya kupunguza maumivu ya kiuno: pumzika vya kutosha, lala ubavu wa kushoto ukiwa umeweka mto katikati ya miguu, fanya mazoezi mepesi ya wajawazito, tumia mkanda wa kusaidia tumbo, au epuka kusimama na kukaa kwa muda mrefu. Hiyo ni mbaya zaidi, itakusababishia kupata maumivu ya kiuno. Kwa kifupi, mama mjamzito, maumivu ya kiuno kuanzia wiki 28, 32, 33 hadi 35 mara nyingi ni ya kawaida kutokana na uzito
wa mtoto kuongezeka, homoni kulegeza viungo, lakini mabadiliko ya mkao, mtoto kushuka kuelekea kwenye nyonga. Lakini sikiliza mwili wako kwamba usipuuze maumivu makali yasiyo ya kawaida yakianza kutokea. Afya yako na mtoto wako ni muhimu sana kuliko kitu chochote. Kama unasikiliza hii video au unaangalia, tupia comment hapo chini, lakini pia kuna namba nimeweka hapo, itakusaidia kunipigia ili niweze kupatia ushauri na ukamwone daktari ambaye yupo karibu na wewe upate huduma kwa wakati sahihi. Afya yako ni mtaji wako. Kama uko katika wiki hizi za mwisho, andika kwenye comment uko na wiki ya ngapi au maumivu yako yakoje. Like video hii kwa kina mama wengine ili kuwasaidia kupunguza athari za watoto kutoka wakiwa salama, lakini pia subscribe kwa maudhui zaidi ya afya ya mama na mtoto ili uweze kujifunza vingi zaidi kutoka kwetu. Asante kwa kutazama na karibu tena kwenye video inayofuata ili upate kujifunza vitu vingi.